Kuna tofauti kubwa sana kati ya saikolojia ya mwanamke na saikolojia ya mwanaume katika tendo la ndoa. Na watu wengi huwa wanapuuzia jambo hili, ndio maana mahusiano mengi huwa yanaharibika. Kwa sababu usipojua saikolojia ya mwenzako anavyokuwa katika tendo, huwezi kujua ni namna gani uweze kujiposition au kuwa ili kuendana na jinsi yeye mwenzako anavyotaka. Na saikolojia tunajifunza jinsi akili ya binadamu inavyofanya kazi na miundo na tabia ya binadamu inavyofanya kazi. Ukimjua mwenzako inakuwa ni rahisi kuishi naye vizuri bila kuleta migogoro. Kila mwanadamu au kila mwanaume na mwanamke ana namna yake jinsi anavyorespondi katika tendo la ndoa. Na watu wengi wao wanapuuzia hii hali, ndio maana migogoro inakuwa mikubwa. Chukua mfano, unaenda nchi ambayo hawaongei Kiswahili, alafu unalazimisha kuongea Kiswahili. Chukua mfano labda kama India. Huwezi kuelewana nao, lazima ujifunze Kihindi ili uweze kuelewana nao. Kwa leo, kwa sababu ninakusamini na nakupenda, nimekuandalia somo zuri sana kuhusu saikolojia ya mwanaume na mwanamke, utofauti wao katika tendo la ndoa. Na ukijua hii itakusaidia sana katika mahusiano yako ya ndoa au mahusiano yako ya kawaida. Lakini kama hii ndio mara yako kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Okay, sasa tofauti ya kwanza kabisa ambayo iko katika tendo la ndoa kati ya mwanaume na mwanamke ni swala la hisia na maandalizi. Kuna tofauti kubwa sana hapa na watu wengi waga wanaipuzia, na ndio maana wanashindwa kabisa kuelewa watu ambao wanahusiana nao, kwa sababu kila mwanaume na mwanamke ana namna anavyorespondi katika tendo la ndoa. Sasa katika swala la hisia na maandalizi kuna vitu ambavyo vinatofautisha kati ya mwanaume na mwanamke. Sasa kati ya mwanamke katika swala la hisia na maandalizi, mwanamke yeye huwa hisia ndio inaanza alafu tendo linafuata. Yaani asilimia kubwa wanawake wenyewe hisia ndio waga ni kitu cha muhimu zaidi, alafu tendo baadaye linafuata. Asipopata ile hali ya hisia, basi tendo linakuwa halina maana kwake. Sasa kwa nini hii hali inatokea na kwa nini iko hivyo? Kwa sababu maandalizi ya siku nzima kwa mwanamke yanaweza kumsaidia mwanamke akawa katika hisia au asiwe katika hisia. Maandalizi ya mwanamke hayaanzi chumbani tu. Kauli nzuri, usaidizi wa kazi ndogo ndogo, mawasiliano ya upendo siku nzima hujenga amani ya akili na kumpa utulivu wa kisaikolojia. Na hii waga watu wengi waga wanakosea. Unakuta asubuhi amemvuruga mke wake au mtu ambaye anahusiana naye, afu usiku anahitaji tendo la ndoa. Hapo unakuwa unamlazimisha. Mwanamke yeye anahitaji kwanza hisia, kumsaidia kazi, kama ana mgogoro kumbembeleza, kama ana changamoto kumsaidia. Zeni hapo unamtengeneza kihisia, hata baadaye ukija kutaka kushiriki naye tendo anakuwa yuko tayari. Lakini akiwa hayuko tayari kihisia inakuwa ni ngumu. Lakini pia sababu nyingine ambayo kwa nini mwanamke anathamini hisia zaidi ni ulinzi na usalama wa kihisia. Iwapo kuna migogoro, masengenyo au hisia za kutojaliwa, ubongo mwanamke hufunga hamu ya tendo na anahitaji kujihisi salama, anapendwa na anahitaji kujihisi anathaminiwa ili mwili wake uweze kuitikia. Wanawake wote anapokuwa labda umemsengenya au kuna migogoro, huwa wanakuwa hawana hamu kabisa ya tendo la ndoa. Na hii kitu kama haije kutokea, basi unaweza ukaexperience hata siku moja, utaniamini ninachokisema. Na saikolojia unajua waga idanganyi, inaelezea kulingana na tabia za binadamu walivyo. Wanawake mara nyingi kama kuna mgogoro au akiona kwamba hajaliwi, tayari ile hisia ya kufanya tendo inakuwa haipo kabisa. So anakuwa hayupo kabisa kwenye ile formula au mfumo wa kuja kufanya tendo la ndoa, kwa sababu anakuwa anaona hana hisia au hajajaliwa au hajaonyeshwa kwamba yeye anathaminiwa. Lakini pia kwa nini wanawake wanathamini zaidi hisia kuliko hata tendo kwa kipindi cha mwanzo? Ni kwao hisia ni njia ya kuungana. Tendo la ndoa kwa mwanamke ni matokeo ya kuwa karibu kihisia na mwenzake. Tofauti na mwanaume, mwanamke yeye anaposhiriki tendo anakuwa anaona ni sehemu ambayo wanaungana kihisia. Kwa sababu asilimia kubwa wanawake wengi wanaongozwa na hisia na mara nyingi matendo yao mengi wanafanya kwa hisia. Kwa anaposhiriki tendo kunakuwa na muunganiko wa kihisia. Kwa anahitaji awe sawa, ajihisi salama, ajihisi anathaminiwa, ndio anaweza kashiriki tendo vizuri. Lakini kwa mwanaume yeye tendo ndo linaanza au tendo kwanza alafu hisia baadaye. Ni tofauti kabisa na wanawake. Sasa kwa nini wanaume wako hivyo? Mwanaume ana uwezo wa kutenganisha.
Mwanaume ana uwezo wa kisaikolojia wa kutenganisha migogoro ya siku na hamu ya kimwili. Hata kama kulikuwa na changamoto au msongo wa mawazo siku hiyo, bado anaweza kuwa tayari kwa tendo. Asilimia kubwa wanaume, hata kama mpitia changamoto kubwa ambayo inamsumbua, yeye anaweza kushiriki tendo. Ni tofauti na mwanamke. Sasa hiki kitu unatakiwa ujifunze. Ukishakielewa, manake unatakiwa umsaidie mwenzako. Kama ni mwanamke labda yuko kwenye stress au ana changamoto, msaidie kwanza awe tayari, awe vizuri kiakili, ndio ushiriki naye. Lakini kwa mwanaume, yeye hata kama ana changamoto nyingi, anaweza kashiriki tendo. Sasa lengo la kujua hii issue, manake unatakiwa ujue sasa mwenzangu yeye ni wa namna gani ili umsaidie. Lakini pia sababu ya pili ni njia ya kupunguza msongo. Tunaita stress release. Mwanaume mara nyingi hutumia tendo la ndoa kama njia ya kujituliza akili na kupunguza msongo wa mawazo badala ya kusubiri hadi akili itulie ndo afanye. Kama nilivyosema awali, mwanamke yeye hisia zaidi kwanza, kwa sababu kama akiwa na mgogoro, masengenyo, hawezi kushiriki tendo vizuri. Lakini mwanaume yeye sasa ndio sehemu ya kutuliza msongo wa mawazo. Yani anapopata tendo la ndoa, ile hali ya mgogoro, msongo wa mawazo, changamoto zile zinatulia kwa muda fulani. Yani yeye kwake ni kama stress release. Tofauti kabisa na mwanamke. Yeye mwanamke akiwa na mgogoro afu akafanya tendo, ni kama unamuongezea tena mgogoro mwingine. Kwa hiyo unatakiwa muandae kwanza apate hisia. Na hisia zinajengwa na nini? Ni kama kumtia moyo, kumuelekeza, kumuonesha unamthamini, kumuonesha unamjali. Hapo sasa ukishamtengeneza kihisia, inakuwa ni tayari, kwa sababu yeye tendo la ndoa ni muunganiko wa kihisia kati ya yeye na mwanaume. Lakini pia issue nyingine kwa mwanaume ni njia ya kujenga hisia. Kwake kufanya tendo la ndoa mara nyingi ni njia inayomfanya ajihisi yuko karibu zaidi kihisia na mkewe. Hivyo pia hata kwa mwanamke, tendo la ndoa ni muunganiko wa kihisia, lakini kwa mwanaume anapokuwa anafanya tendo, inakuwa inamsaidia kujenga kihisia, yani kuwa karibu na mwenzi wake au mpenzi wake au mkewe. Anaposhiriki tendo, inakuwa ni ishara ya kutengeneza ule ulinganisho wa kihisia, kwa sababu kwake anaposhiriki na mwenzake kunakuwa na namna fulani hivi anakuwa anatengeneza mazingira ya kutengeneza ukaribu wa kihisia, na unaongeza nguvu ya hisia zake kwa mtu ambaye anashiriki naye tendo, aidha mpenzi wake au mke wake. Sasa tofauti hizi zinakusaidia kujua kwamba huyu mwenzangu sasa hivi ana msongo wa mawazo, na yeye kwa sababu yeye hisia zina nguvu, basi ngoja nimsaidie. Unaweza kumletea zawadi, unaweza kumchekesha, unaweza kumfurahisha ili atoe kwenye ile hali kwanza ya msongo au ya mgogoro. Hata kama kwa mfano asubuhi mmekosana, basi muombe msamaha, arudi kawaida, alafu baadaye ndo mje mshiriki tendo. Ukilazimisha hapo, manake unakuwa haufanyi vizuri na mwenzako anakuwa yuko tayari. Unakuwa kama unamuongezea msongo wa mawazo. Lakini tofauti ya pili ni kitu kinachochochea hamu ya tendo. Hizi tunaziita triggers. Kuna tofauti kubwa pia hapa kati ya mwanaume na mwanamke. Vitu gani ambavyo vinaweza kuwapelekea wao kuchochea hamu ya tendo la ndoa? Sasa tukianza na mwanamke, mwanamke mara nyingi yeye kusikia na kuguswa ndio vina nguvu sana ya kuchochea hamu ya tendo la ndoa. Tukianza na sauti na maneno ya mahaba, akili ya mwanamke inasimika zaidi kupitia maneno anayoyasikia, sifa za dhati, minong'ono ya mahaba na kuambiwa jinsi anavyothaminiwa hufanya kazi kubwa ya kuamsha hamu yake ya kisaikolojia. Watu wengi wanapuuziaga hili, unakuta anaenda tu kushiriki tena na mwenzake, hata amwambie chochote, hata hajamwandaa kisaikolojia. Huwa wanakosea sana. Wanawake wana njaa ya maneno, wana njaa ya kusikia na kuguswa. Kwa kabla hata kuanza kushiriki naye tendo, mwambie maneno mazuri, mwambie nakupenda, wewe ni mtu wa thamani kwangu. Wewe unaweza kuona ni kitu cha kawaida, lakini kwake ndio kitu ambacho anakitamani. Hii ni saikolojia, kwa sababu saikolojia imestudy tabia za watu na kuelewa jinsi wanavyohitaji. Kwa hiyo ukimpa kila anachokihitaji, maana yake mnaenda sawa. Ni kama nilivyosema awali, ukienda nchi ya Wahindi, usilazimishe kuongea Kiswahili, hawatakuelewa. Utajikuta unahangaika sana. Au wewe kwa mfano uende kuongea na watoto, uanze kuongea kiutu uzima, utakosea kabisa. Lazima uongee lugha ya watoto. Lakini jambo jingine kwa mwanamke ni mshikamano wa kimwili. Tunaita tactile touch. Hasa mwanamke huhitaji miguso ya upendo isiyo ya shinikizo la haraka la tendo, kama vile kushikana mikono, kukumbatiwa au kushikwa taratibu kabla na wakati wa maandalizi. Sasa hapa kuna jambo la msingi sana la kuzingatia. Sio lazima ile mishiko ile ambayo imeenda ndani zaidi. Mwanamke anathamini pia mishiko ile ya kawaida, kama kumshika mkono, kumshika kwenye mabega, kumkumbatia. Ile inakuwa inamuandaa taratibu kisaikolojia. Kama nilivyosema awali, mwanamke yeye ana nguvu kubwa sana katika kusikia na kuguswa. Kwa hiyo miguso ile ya kawaida ambayo haionyeshi
tamaa ya kuelekea kwenye tendo inakuwa ina nguvu zaidi kwa mwanamke kuliko hata kwa mwanaume, kwa sababu wao kwenye kusikia na kuguswa kuna wabadilisha ili kuingia kwenye hali ya hisia. Lakini pia mwanamke anahitaji mazingira ya utulivu na amani. Mazingira safi yenye faragha, yasiyo na kelele au hofu ya kuingiliwa hutoa ishara ya kwenye ubongo wake kwamba yuko salama kuanzisha mchakato wa hamu ya tendo la ndoa. Mwanamke anapokuwa mazingira mazuri, masafi, yanayopendeza, hayana kelele sana, ambayo hayana fujo, hapo anakuwa na amani ya yeye kuanzisha mchakato wake wa kuingia kwenye tendo la ndoa au kuingia katika hamu ya tendo la ndoa. Tofauti na mwanaume. Mwanaume yeye muda wote tu anakuwa alert, lakini mwanamke anahitaji vitu kama hivi. Sasa ukishaelewa kwa mwanaume, basi lazima ujiposition vizuri. Kama unapohitaji kushiriki na mwanamke, mke wako au mpenzi wako, lazima mazingira yawe safi, yasiwe na kelele, yasiwe na mwingiliano. Unakuta mmekaa sehemu ambao kila muda mnagongewa tu hodi hodi. Hiyo sehemu mwanamke hawezi kuwa na amani, hawezi kuwa na uhuru wa kuanzisha mchakato wa hisia. Lakini kwa mwanaume, yeye mara nyingi kuona na taswira, hii tunaita visual. Wanaume mara nyingi wao nguvu yao kubwa ya kutengeneza vichocheo vya hamu la tendo la ndoa ni kwenye kuona na taswira, hii tunaita visual. Sasa kwa mwanaume inakuwaje? Mwanaume mara nyingi muonekano wa nje una nguvu kubwa zaidi. Ubongo mwanaume umeumba kuitikia haraka sana taswira, yani visual stimulation. Mwanamke anavovaa, kujiweka, umbo au miondoko yake hufanya kazi kama kichocheo cha papo kwa hapo cha mfumo wake wa neva na hormone. Wanaume mara nyingi akiona tu, yani vichocheo vya mwanaume viko tofauti sana na mwanamke. Yeye mwanamke ni kusikia na kuguswa, lakini mwanaume yeye ni kuona na taswira. Ndio maana mwanaume anaweza kaona tu mguu au akaona umbo akachanganyikiwa kabisa hadi akaingia katika mawazo ya hisia ya tendo la ndoa, tofauti kabisa na mwanamke. Lakini pia mwanaume nia ya ushiriki wa mwenzake. Mwanaume huhamasika zaidi anapoona mkewe anaonyesha kumtamani au kushiriki kwa hiari na furaha. Mtazamo wa macho na ishara za wazi za kumtaka mwenzake ni chachu kubwa ya hamu kwake. Wanaume wote anapomwona mwanamke naye anafurahi kushiriki tendo, huwa anajisikia vizuri sana. Sasa hii nagusia kwa wanawake. Ili kama mume wako ukitaka umfanye naye afurahi, jitahidi sana anapokuhitaji na wewe onesha furaha ya kufanya hilo tendo. Lakini ukionekana umechukia, umenuna, unakuwa umeshamharibu kisaikolojia kabisa. Mwenzako atakuwa anafanya lakini tayari akili yake umeshaiharibu, kwa sababu huwa wanafurahi anapoona mkewe au mpenzi wake na yeye anatamani kufanya hivyo. Ile nia ya mwenzake, ile hamu ya mwenzake naye kutamani kufanya tendo ina nguvu pia kwa mwanaume, kwa sababu mwanaume yeye ni visual, anaona, anachokiona ndio kinatafsiri hamu yake ya tendo la ndoa. Lakini pia issue nyingine ni wazo la tendo. Fikra au picha ya tendo lenyewe anayojiwekea akilini mwake inaweza kuamsha hamu ya mwanaume hata bila kichocheo kingine cha nje. Mwanaume tu akimuona tu hata mwanamke akianza kutengeneza tu picha kichwani mwake, hata kama bado hajafika kwenye tendo, tayari inaweza kumwamsha hadi hisia ya kufanya tendo, kwa sababu wanaume wengi kisaikolojia wao waga ni visual au wana uwezo wa kuona na kutengeneza picha ambayo inaweza kuwachochea kuhamsha hisia. Lakini mwanamke yeye anahitaji kusikia na kuguswa. Sasa hapa kwa mwanamke, jitahidi sana kwenye mambo ambayo yanahitaji kuona. Kama unahitaji kumfanya mwenzako ajisikie vizuri kwako, lazima uyapangilie vizuri. Namna unavyoonyesha ushirikiano kwa mwanaume, namna unavyojiweka, namna unavyojitengeneza. Ndio maana mwanamke unahitaji kuwa msafi, unahitaji kuwa smart, unahitaji kujiweka vizuri ili ule mvuto uwe mkubwa kwa mumewe au mpenzi wako. Lakini kwa mwanamke pia, kwa mwanaume, jitahidi sana unapoongea na mpenzi wako, jitahidi kumwambia maneno mazuri, kwa sababu wao wanapenda kusikia na kuguswa. Mshike begani, kuwa naye karibu, mkumbatie, ile inamtengenezea mazingira ya kumwandaa. Yani kichocheo chake kinakuwepo kwenye hali ya kuguswa na kushikwa na kusikia. Na kusikia kuna nguvu kubwa sana. Sasa tofauti ya tatu ni kasi ya kuamka na kupoa kwa hamu ya tendo la ndoa. Na hapa pia kuna tofauti kubwa. Namna mwanamke anavyoreact kwenye tendo la ndoa na mwanaume. Na hapa sehemu hii watu wengi ndio waga wanachanganyikiwa. Unakuta
kuwa yeye tayari kashamaliza alafu mwanamke yeye ndo anaanza. So usipoelewa vizuri hapa unaweza kujikuta unashindwa kabisa kumfurahisha mwenzako na unakuwa nje kabisa ya lile kusudi la tendo, kwa sababu kusudi la tendo ni kufurahi pamoja. So unajikuta mwenzako anafurahi, wewe haufurahi. Okay, tukianza na mwanamke, yeye mchakato wake huwa ni wa taratibu sana. Tunaita slow wave. Kama mawimbi yanavyoenda, yanaenda chini, alafu yanapanda juu tena, alafu yanaenda juu tena yanashuka chini. Inaenda taratibu. Sasa kwa mwanamke, yeye kuamka huwa ni polepole. Hamu ya mwanamke haiamki kwa kubonyeza kitufe. Sio kama vile unavyowasha switch au unashika kitu hapo tu kinakuwa tayari. Anahitaji muda wa maandalizi ya kisaikolojia na kimwili. Tunaita foreplay. Mfumo wake wa neva na mtiririko wa damu unahitaji dakika kadhaa za kupandisha hisia taratibu hadi kufikia kileleni. Sasa hapa watu wengi wanapuuza, lakini hii ni sayansi. Mwanamke yeye kutengeneza hisia anahitaji mchakato, anahitaji muda. Kama nilivyosema, wao mara nyingi wanahitaji hisia zaidi, kwa sababu anaangalia pia mazingira aliyopo, anaangalia pia na mambo ambayo yanaendelea kwenye akili yake. Kwa hivyo vivi vyote lazima vipangue, vyote viishe ndo arudi kwenye mchezo. Sasa bila kutumia muda kumtengeneza, ndo hapo sasa lazima umwambie maneno mazuri, umshike mkono, umkumbatie, hapo unakuwa unamtengeneza. Lakini ukifika tu moja kwa moja haraka inakuwa ni tofauti. Hapa naomba uelewe vizuri, mwanaume yeye yuko tofauti na mwanamke. Mwanamke yeye mchakato wa neva na mtiririko wa damu ambao unapeleka ile vichocheo vya hisia huwa unaenda taratibu sana. Sasa usilazimishe kwenda na kasi ambayo wewe unayo. Ni kama vile unalazimisha kwenda nchi nyingine kuongea lugha ambayo sio ya kwao, kama nilivyotoa mfano huo. Kwa lazima uelewe mchakato mwanamke upoje. Lakini pia kwa mwanamke kupoa taratibu. Baada ya kufika kileleni au kumaliza tendo, hisia zake hazipotei papo papo. Homoni ya upendo na mshikamano ambayo inaitwa oxytocin hubaki juu kwa muda mrefu, ikimfanya ahitaji kuendelea kumbatiwa, kushikwa taratibu na kuzungumzishwa. Hii tunaita aftercare. Sasa hapa wanaume wengi ndio wanakosea. Mwanamke anapomaliza kufika kileleni, huwa ile homoni ya ukaribu ambayo inaitwa oxytocin ambayo ina nguvu sana katika kumuunganisha mtu, na ukiweza kuitumia vizuri unaweza kuwa karibu na mtu kwa muda mrefu bila hata kujua kwa nini, huwa inaendelea kuwa juu. Sasa unakuta mtu ameshamaliza kufanya tendo, anamwacha hapo, anaendelea na shughuli zake. Hapo unakuwa unakosea, kwa sababu inaendelea kuwa juu. Unahitaji kumkumbatia, kumshika, kumpongeza, mpe vile vitu anavyohitaji. Sasa kusikia na kuguswa, utakuwa mfanyie hivyo vitu. Hivyo ndio vinamfanya yeye anatulia na kujisikia vizuri. Lakini ukimaliza tu kuendelea na shughuli zako, ukafanya mambo yako mengine, yani unakuwa unamuonesha kama wewe umsamini na umjali. Fuatia asilimia kubwa, hata kama uko kwenye ndoa, fuatia ile jambo. Kama ulishawahi kumaliza kushiriki tendo afu kaondoka, huwa kuna hali fulani mwanamke anabadilika, anakuwa anaona kama yani umemdharau. Lakini unapokuwa naye karibu, ukamshukuru, ukampongeza, huwa unamtengenezea mazingira ya yeye kujisikia amani. Lengo la haya mambo, unatakiwa ujue saikolojia ya mwenzako ili usiweze kwenda kinyume, kwa sababu ukienda kinyume ni sawa na ubonyeze batani ya menu ya Airtel katika simu au line ya Vodacom. Haiwezi kufanya kazi. Lazima utumie menu ya M-Pesa kwenye line ya Vodacom na menu ya Airtel kwenye menu ya Airtel Money. Kwa hiyo hiyo vitu vinafanya kazi kwa namna hiyo. Lakini pia kwa mwanaume, ye kasi ya tendo huwa ni ya hapo kwa hapo, yani quick spike. Kama zile cheche zinavyotoka twap, ndio zina amkaga hivyo. Kwa sababu kama tulivyoangalia awali, mwanaume yeye anaweza kupangua msongo wa mawazo. Kwanza yeye tendo la ndoa ni kama stress relief. Wanaume wote, hata mimi mwanaume, ili jambo wana confidence ya kusema kwa hakika kwamba anapofanya tendo huwa kuna hali fulani wanapata utulivu. Kwa hiyo ni tofauti kabisa na mwanamke. Mwanamke ni sehemu ambayo ni muunganisho wa kihisia. Kwa hiyo lazima hisia zake ziwe vizuri, ziwe zimetulia. Lakini mwanaume anaweza kuwa na msongo wa mawazo na akafanya tendo ili kujituliza. Sasa kwa mwanaume, kwa nini wanaume wanakuwa na kasi hapo kwa hapo, na hii hali inatokeaje? Mara nyingi mwanaume huwa mara nyingi ana uwezo wa kuamka haraka. Hamu ya mwanaume inaweza kupanda juu sana ndani ya sekunde au dakika chache kufuatia kichocheo chochote cha kuona au kufikiria. Tulivyoona pale awali kwamba visho na
taswira, yani ile taswira na kuona, ile hali ya kutengeneza picha akilini inaweza kutengeneza kichocheo. Mfumo wa homoni ya testosterone au mfumo wa neva unaitikia kwa kasi kubwa. Homoni ya wanaume ambao ni testosterone huwa inaitikia kwa nguvu kubwa mwanaume anapoona au anapata kichocheo chochote cha hisia ya tendo la ndoa, waga inakuwa kwa kasi kubwa. Tofauti na mwanamke, yeye waga inaenda kama mawimbi, inaanza chini afu ndio inapanda juu tena inashuka chini, lakini mwanaume yeye ikianza tu inaenda haraka. Sasa ili usiweze kukosea hapa kwa mwanaume, lazima ujue kwamba unapoenda kushiriki na mwenzako ni lazima pia na utulize akili, kwa sababu unajua kwanza wewe mfumo wako ni wa haraka, kwa inabidi utulize ili muende sawa na mwenzako. Sasa unakuta kwenye mahusiano mengi, unakuta kwa sababu mwanaume yeye ni wa haraka, unakuta naye anaenda naye kwa kasi hivyo hivyo, analazimisha amwandae mtu aongee naye, kwa unajikuta yeye tayari kashafika juu, mwanamke ndo anaanza. Chukua mfano, kwa sababu mwanamke yeye anahitaji kusikia na kuguswa, wewe mwanaume unahitaji tu kuona na taswira. Kwa hiyo sasa ili muende sawa, unahitaji pia uanze kumtengeneza mwanamke, kwa sababu unashajua kama mwanamke udhaifu wake ni kusikia na kuguswa. Utakuwa umguse kwenye bega, mkumatie na umwambie maneno mazuri. Sasa anapokuwa naye tayari kihisia, basi mnapoanza kuingia katika tendo, mnakuwa wote kwenye level moja. Sio wewe sasa unamvamia mwenzako, inakuwa kama kuku sasa. Kuku mara nyingi wako namna hiyo, yani hata mwandai mwenzie anamkimbiza tu anamrukia, ile inakuwa haifanyi kazi kwa binadamu, kwa sababu si binadamu, tuko tofauti kabisa na wanyama. Lakini pia kwa mwanaume kupoa kwa kasi, tunaita refractory period. Mara tu baada ya kufika kileleni, mwanaume mwaga homoni kama vile prolactin na serotonin ambazo hupunguza hamu yote papo hapo na kuleta shinikizo kubwa la usingizi au uchovu wa kimwili. Kipindi hichi ambacho kinaitwa refractory period humfanya ashindwe kurudia au kuendelea na tendo kwa muda mfupi hadi mwili utakapotulia tena. Sasa hii ni muhimu sana kwa wanawake. Wanaume kwa sababu ana uwezo wa kufika kwa haraka, kama ni mume wako, unaweza kumsaidia, unaweza kumshauri mkae pamoja kwanza, akuandae kwanza kiakili ili muwe sawa katika level moja, kwa sababu wao huwa wakishafika kule juu ambao ni kileleni, huwa kuna mwagwa kwa kemikali ya prolactin na serotonin ambazo zinafanya mwili utulie. Sasa ili kuja kurudi tena inahitaji muda. Sasa hapo wanawake wengi wanakosea, ndo wanaanza maneno kwamba wewe mbona umeshindwa, mbona huwezi, na kwa sababu wanaume wao wanaona na taswira ndo wanatengeneza kichocheo. Anapoona umechukia, umekunja sura, umefyonza, tayari unakuwa umemharibu kisaikolojia kabisa, kwa sababu ya ile hali tayari unakuwa unamdidimiza ndani kabisa. Lakini kama ukishajua kwamba saikolojia mwanaume yeye hii ipo, yani ukiona tu mtu anaweza kuendelea zaidi ya hapo, maana yake ameamua kujikontrol mwenyewe. Lakini pia mahusiano mazuri ni ile kusaidiana, kwa sababu unampenda mwenzako na mnaishi pamoja kama mke na mume, lazima umsaidie mwenzio. Kama anaenda kwa haraka au yuko kwa force na wewe hauko tayari, mwambie mwenzio kwanza, mkae pamoja, mnaweza kuangalia movie, mnaweza mkacheka, mkakumbatiana, afu baadaye sasa wewe ukiwa tayari, basi mnakuwa kwenye level moja. Lakini ukimwacha mwenzako afu akafika akakuacha wewe njiani, unaanza nawe kumshutumu na kumwambia, kuna kitu ambacho wake inawachanganya sana wanaume. Akishapata hiyo hali mara kwanza anakuwa na uoga, kwa hata siku nyingine hawezi tena kuwa na amani ya kushiriki tendo. Ndio hapo sasa anaanza kutafuta mwanamke mwingine ambaye hatamwazisha na kumfanya ajisikie vibaya. Okay, lakini tofauti ya 4 ni lengo la kisaikolojia la tendo la ndoa. Kuna tofauti kubwa pia hapa kati ya mwanaume na mwanamke katika lengo la kisaikolojia la kufanya tendo la ndoa. Tukianza na mwanamke, mara nyingi mwanamke huaga ni anapofanya tendo la ndoa huaga ni kuunganika kihisia na kujenga mshikamano. Yeye afanye tu tendo la ndoa, huaga mara nyingi ni muunganiko wa kihisia, labda tu kama amelazimishwa, lakini kama kweli amenuia mwenyewe, huwa ni muunganiko wa kihisia na kujenga mshikamano na mtu ambaye anampenda. Sasa mwanamke mara nyingi anahitaji udhibitisho wa kupendwa kwake, kwamba yani ile hali ya kumuonesha kwamba anampenda na kumthamini. Kwake tendo la ndoa ni kipimo cha ukaribu na kina uhusiano. Lengo kuu la kisaikolojia la kujisikia anapendwa, anathaminiwa na kuungana na mwenzake katika ngazi ya ndani kabisa ya nafsi, yani emotional bonding. Kwa mwanamke anaposhiriki tendo na mwenzake, anataka kujisikia anapendwa, anathaminiwa na
anataka kuonekana kwamba yuko na uungano mzuri na mwenzake. Kwa sababu yeye hafanyi tu tendo kama kitu cha kawaida, anafanya tendo kama